Katika siku ya mwisho ya ziara yake ya siku 2 ya maendeleo katika kaunti ya Narok, Rais William Ruto na viongozi kutoka kaunti hiyo walipiga kambi huko Emurua Dikir na eneo la Sogoo. Hapa wakipigia debe utawala wa Kenya Kwanza kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa hivyo nyinyi mnasemaje? Ati mnasemaje? Rais akichukua fursa hiyo kutangaza kuwa serikali imetatua suala la msitu wa Mau. Leo nimekuja hapa na shilingi bilioni 2 na milioni 600 kulipa hawa watu 13,000. Kila mtu achukue 200,000 yake aende nyumbani ajipange na apange maisha yake. Na hakuna mtu tena ataenda kule Mau kukata miti, pale itakuwa ni rasilimali. Na tukaweza kukuja na title deed ambayo imenunuliwa na serikali. Leo umekuja hapa eti wale watu walifurushwa Mau na wengi wao hawana boma, hawana pahali ya kusika, hata mtu akikufa, hata mtu akiwa na kazi yoyote hawezi jenga. Hii ndio maana wananchi wanachagua serikali. Wanachagua serikali ili iweze kumaliza shida zao zote zile ambazo wako nao. Aidha, rais aliwahakikishia wakazi wa Emurua Dikir na eneo pana la kaunti ndogo ya Transmara Mashariki kwa usalama utadumishwa eneo hilo. Mambo ya vita imetosha. Mambo ya vijana hapa kupiganishwa imetosha. Mambo ya wananchi kugawanywa imetosha. Mimi nataka niulize viongozi wa hapa waungane. Na hiyo maneno ya goons na nini tutamalizana nayo. Wakati wa ziara yake ya maendeleo, kiongozi wa taifa alikagua soko la kisasa la Mamboleo litakalo wahudumia wafanyabiashara zaidi ya 250. Pia aliweza kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa makazi ya wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu KMTC Transmara Mashariki. Aidha, Rais Ruto aliweka msingi wa ujenzi wa mabweni ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Johana Ng'eno na kuzindua barabara ya Mogondo kuelekea Charamgoi. Abdiaziz Hashim, Darubini. Uzinduzi ndio huo.